Natumai umzima. Natumai upo salama kabisa. Leo tumekutana tena katika mwendelezo wa simulizi yetu safi kabisa. Simulizi ambayo pengine ulikuwa unaisubiri kwa hamu. Basi kwa baraka za Mungu nimekufikia tena leo. Na kwa uwezo wake tunaendelea na simulizi yetu tulipoishia. Basi bwana, ukirudi kwa upande wangu, mimi na dalali na rafiki yangu tulivyoanza safari ya kuelekea huko kwa mwenye nyumba. Baada ya kufika mimi na dalali na rafiki yangu kwa huyo mwenye nyumba, tulimkuta mwenye nyumba akiwa ameketi chini ya mwembe. Mwembe ambao ulikuwa nje ya nyumba yake. Yaani ulikuwa unatazamana na lango kuu la kuingilia nyumbani kwake. Mwenye nyumba yule alikuwa amevalia t-shirt ya blue, msuli wa drafti na kanda mbili za kijani. Bila kusahau kichwani mwake alikuwa amevalia bagarashia nyeupe yenye mchoro wa Al-Kaaba. Na baada ya kutuona alionyesha kufurahi, maana siku zote sura ya dalali ikionekana kwa mwenye nyumba basi inakuwa ni baraka kwao. Basi bwana, yule mzee tukaribisha vizuri sana. Na baada ya salamu akamuita bintie kwa sauti. Binti ambaye alikuwa akiitwa Eliza. Alimuita Eliza. Eliza akaitika, "Abe baba." Akamwambia, "Njoo na viti. Lete viti vitatu kwa ajili ya wageni." Basi asikupita sekunde 30 Eliza alitoka. Alitoka huku akiwa amebeba vigoda vyote vitatu. Kimoja alikishika mkono wake wa kulia, na chengine alikishika mkono wake wa kushoto, na chengine alikibana katika mbavu zake za kushoto huku kikiwa kimeshikiliwa na mkono wake wa kushoto. Kiukweli baada ya kumuona binti yule nilijikuta nimeshikwa na bumbuazi kwa kumtazama. Kwa sababu alikuwa ni msichana mrembo sana. Alikuwa ni msichana ambaye ana rangi nyeusi ya kuvutia. Alikuwa ni msichana ambaye ana sura nzuri sana. Alikuwa ni msichana ambaye hana makuu. Alisuka nywele 5 tu katika kichwa chake. Pia alikuwa amevalia gauni la pinki. Miguuni akiwa amevaa kanda mbili nyeupe. Kiukweli baada ya binti yule kutoka nilibaki kumtazama tu. Yaani mpaka ilifikia stage sasa viti vishaekwa lakini mimi akili yangu haikuwa pale. Basi rafiki yangu Faisal akanishtua na kuniambia, "Kaa chini, viti tayari vishawekwa." Ikanibidi nikae chini. Binti yule alionekana kuwa na aibu sana. Na baada ya kila kitu kukamilika ikambidi arudi ndani. Basi bwana, kitendo kile cha yeye kugeuka na kurudi ndani kwa mwendo wake wa madaha ndio kilizidi kunimaliza kabisa na kunichanganya. Ila kimoyomoyo nikajikumbusha kwamba hapa nimekuja kutafuta chumba. Ikanibidi nitulie nisije kujiharibia pia, maana mzee wake alikuwepo pale. Basi mazungumzo yakaanza. Dalali akamwambia mwenye nyumba, "Ndugu yangu bwana John Cheke, nimekuletea mpangaji huyo hapa. Ni kijana ambaye yupo safi kabisa, nimemchunguza na nimegundua kwamba hana shida yoyote. Kijana huyu baada ya kumpata na yeye kuniambia kuwa ana uhitaji wa chumba, ikabidi nimuelezee kila kitu kilichopo katika chumba hicho ambacho wewe unamiliki." Basi mwenye nyumba akajibu, "Kwa hiyo amekubaliana na kila kitu na kakunjua roho?" Bwana dalali akamwambia, "Ndio, muulize hata mwenyewe atakwambia, ili upate uhakika zaidi." Basi mwenye nyumba akanigeukia na kuniambia, "Ndugu yangu, kweli umekubali kupanga katika nyumba yangu? Mimi sitaki eti baadaye nimeshindwa, nataka kuhama, nirudishie kodi yangu kabla ya muda. Mimi ni mtu ambaye nina roho mbaya sana kwenye masuala hayo." Basi mimi nikamjibu, "Hilo tu halina shida. Mbona mimi nishawahi kuishi na mashetani na walikuwa hawanisumbui kabisa." Mwenye nyumba akaguna na akasema, "Sawa, haina shida. Kwa vile unasema hivyo, unaonekana wewe ni mtu mzito sana. Basi ngoja ujionee mwenyewe." Mimi nikamwambia, "Kwa hiyo kodi nitaanza kulipa miezi mingapi mzee?" Nikamuuliza. Mwenye nyumba akajibu, "Mimi huwa napokea kodi ya miezi 3 tu babangu."
ila mimi huwa sina baya katika hilo, ila kama itakupendeza utaongeza na kuendelea, ila sharti langu mimi ni moja, huwa sirudishi kodi. Mimi nikajibu, basi hilo halina shida, mimi leo nakuja kuhamia. Mwenye nyumba akasema sawa, na akanambia tuzunguke ili nikuoneshe mazingira ya hapa nyumbani kwangu. Tukija upande wa pili kwa bwana Shafii na kwa bwana Karimu, wanaonekana kukosana Kiswahili wakati wakiwa wanatumia madawa yao na kuanza kugombana. Baada kafikia stage wakaanza kupigana. Baada ya kupigana, anaonekana Shafii kumshinda nguvu bwana Karimu, na bwana Karimu anaonekana kupigwa sana hadi kuishiwa nguvu. Basi bwana Shafii baada ya kumuona mwenzie ameishiwa nguvu kabisa, anaonekana Shafii akikimbia na kumwacha bwana Karimu akiwa chini, hata nguvu ya kugaragara anashindwa. Basi baada ya muda kidogo anatokea msamaria mwema, anamuona bwana Karimu chini na kumtambua kwamba ni jirani yake. Basi yule msamaria akamshika bwana Karimu mkono na kumnyanyua na kumpeleka moja kwa moja hadi kwa ndugu yake, huku akimkogoja taratibu. Basi baada ya kufika wanamkuta bwana Abdalla akiwa ametoka kuoga bafuni. Abdalla baada ya kuwaona alishtuka kidogo. Abdalla akauliza, kafanyaje tena huyu? Ndio muamini kwamba damu nzito kuliko maji. Abdalla alionyesha kuwa na pressure kubwa sana na kuwa na hofu. Pia sura yake ilikuwa inaonyesha huzuni kubwa sana. Baada ya pale Abdalla alienda kumchukua mdogo wake na kuingia naye ndani. Baada ya kuingia naye ndani akamlaza kitandani na akaanza kumpa huduma ya kwanza. Basi anaonekana bwana Shafii kufika kwa ndugu yake akiwa amefura na akitokwa na jasho. Ndugu yake bwana Amri kwa mshangao akamuuliza, vipi tena? Mbona hivyo? Ushafanya tukio huko, si ndio? Shafii akajibu kwa hofu na uoga, hamna blaza, mimi sijafanya chochote. Alafu mbona leo sijapigana wala sijaiba, ila tu nilipata ajali kidogo ya pikipiki na mbona niona niko hivi. Amri akajibu, unanidanganya, si ndio? Unaona mimi kama mtoto mwenzio? Nimekuchoka mdogo wangu kwa tabia zako. Ni bora hata urudi kijijini, kwa sababu nikiendelea kuishi na wewe utaniponza, na kesho nitakupa nauli na nitakusindikiza mpaka stendi ili urudi kijijini. Kusema kweli, ukiendelea kukaa mjini utakuja kuleta mabalaa makubwa sana. Bwana Shafii alijitahidi kujitetea sana, ila Amri alibaki na msimamo wake ule ule kwamba nimekuchoka, urudi nyumbani, kesho nitakutafutia nauli na nitakusindikiza mpaka stendi. Alisimama pale pale. Tukirudi upande wangu bwana, ilipofika mida ya usiku nilikuwa tayari nishawapa taarifa wazee kwamba ninahama. Nikaanza kutoa vitu vyangu na kuelekea kule ambapo nilipangisha hicho chumba. Baada ya kufika nikaanza kupanga vitu vyangu vizuri katika chumba changu. Baada ya pale nikaanza tukio la kupika. Sasa wakati naanza kupika tu, ghafla taa ikaanza kuzima na kuwaka. Kuzima na kuwaka kama mara 3 hivi. Kwa mshangao nikageuka nyuma. Mara nikamwona mtu amevaa nguo nyeupe na amejipaka masizi usoni, masizi meupe. Yule mtu alikuwa akinitazama huku akicheka sana. Kicheko ambacho kilinikosesha amani. Kicheko ambacho kilinifanya nitetemeke sana na kupata uoga wa ghafla. Kitendo kile kilinifanya mimi nipige kelele nyingi sana. Na baada ya kelele zile ghafla nikapoteza fahamu. Yaani nilizimia kwa muda. Baada ya muda kidogo kupita, nilivyoamka nikajikuta nipo katika msitu mmoja mzito sana, sehemu ambapo kuna kiza na miti mingi. Kwa mshtuko ilinibidi nikimbie. Nilikimbia huku nikiwa na hema sana, na huku nikiwa na hofu sana. Baada ya kukimbia kwa umbali mrefu, nikajikwaa na kudondoka chini. Nilipodondoka chini, nilijigonga katika jiwe kwenye kichwa changu. Baada ya kufumba macho na kuyafumbua, ghafla nikajikuta nipo kwenye kitanda changu. Kiukweli, situation ile ilinifanya nizimie tena. Basi bwana,
Upande wa pili anaonekana Sheikh Amri akiwa na mawazo makubwa kuhusiana na ndugu yake. Baada ya kuwaza kwa kipindi kidogo, ananyanyuka na kwenda kwa rafiki yake Bwana Mchaga, ambaye ndo alikuwa rafiki yangu mimi wa karibu. Baada ya kufika na kusalimiana, maongezi yao yakawa hivi. Bwana Amri akamwambia Mchaga, ndugu yangu, mimi nimekuja na kilichonileta kwako, naamini kwamba wewe ni mtu wangu wa karibu na utaweza kunisaidia. Basi Faisal akajibu, ongea ise ndugu yangu, nipo hapa na kusikiliza, nini shida? Amri akamwambia, mimi bwana, nilikuwa nauliza kama kuna shehe unamjua mkubwa, nataka niende akanisaidia kuhusiana na swala zima la mdogo wangu, ananisumbua sana. Faisal akajibu, aise, hapo hilo limeisha, ila mimi simjui shehe yoyote yule, ila kuna rafiki yangu mmoja ni kama ndugu sasa hivi, anaonekana kwao Tanga. Vipi, nikupeleke kwake, pengine anaweza kukusaidia? Amri akajibu, Tanga? Hayo si mambo ya uganga unayoongelea ndugu yangu. Hapana ndugu yangu, mimi siamini kabisa katika mambo ya ushirikina. Kama hakuna njia nyingine, basi mimi nitajua cha kufanya. Faisal akamwambia, haina shida aisee, weka tafute njia nyingine. Ukiwa unaona kuna uhitaji wa kuja kwangu, basi uje, mimi nipo na nitaendelea kukusaidia ndugu yangu. Basi Amri kabidi amwage Bwana Faisal na kufunga safari kurudi nyumbani kwake. Unahisi nini kitafuata? Basi usisahau kulike, kusubscribe na kucomment. Ni mimi msimuliaji wako Crown Match. Ciao.